Karibu kwenye channel hii ya Nuhu Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Okay. Twende tukaangalie makundi mengine, na hapo tutaangalia kundi la tunaloliita Metaverse Cryptos na kundi lingine tunaliita NFTs Cryptos. Sasa Metaverse kama Metaverse, tukiachana na Metaverse Cryptos, Metaverse ni moja kati ya fursa iliyopo huku, tutaisoma na ni moja kati ya topic inayojitegemea, lakini pia NFTs vivyo hivyo. Lakini sasa tutapokuja kuzungumzia kwa ufupi tu ili uelewe makundi yaliyopo cryptos ambazo ziko under Metaverse, ni kwamba ni cryptos zote ambazo project behind ni zile zinazojihusisha na masuala ya Metaverse. Sasa kwa tunapofika kwenye topic ya Metaverse inayojitegemea, tunapokuwa na masuala ya Metaverse, ndio utaelewa hizi cryptos za namna hii za namna hii. Kwa mfano kifupi, Metaverse tunasema ni ulimwengu, sawa? Ni ulimwengu, tunasema ni virtual world, ni ulimwengu wa kufikirika ambao unakuwa unatengenezwa na unakuwa powered na mfumo mzima wa blockchain, ambao kwenye ulimwengu huu biashara zote ambazo zinafanyika kama kwenye hii dunia ya kawaida, kama kuuziana bidhaa zozote na kadhalika, kila kitu ambacho kinafanyika huku, lifestyle ya hii ya maisha ya watu, ya shughuli mbalimbali zinazofanyika kwenye hii dunia ya kawaida zinakuwa zinafanyika kwenye huo ulimwengu ambao tunauita Metaverse. Magame, unaweza kufungua shule kwenye huo ulimwengu wa Metaverse na kadhalika. Sasa kwenye huo ulimwengu wa Metaverse, fedha ambayo inatumika au ambayo inatumiwa au inayotumika huko kama njia ya payment ni fedha ambayo iko digital, kwa sababu ni ulimwengu ambao na wenyewe uko digital, tunasema digital world. Metaverse, ulimwengu wa kufikirika, digital world, kwa hata sarafu au pesa ambazo zipo huko zinakuwa ni digital, ambazo ni hizi cryptocurrency. Sasa hizo cryptocurrency ambazo zinatumika huko kwenye ulimwengu ndio tunaziita Metaverse Cryptos. Mfano, yani kwa Metaverse Cryptos ndio unapata huduma yote huko. Sasa ninaposema ulimwengu wa kufikirika, mtu ambaye ni mgeni, hatujafika huko kwenye topic ya Metaverse, anaweza akawa na maswali mengi ya kujiuliza, lakini ninachotakiwa elewa sasa hivi kwamba cryptos ambazo Metaverse Cryptos ni cryptos zote ambazo project ambazo zipo nyuma yake zinajihusisha na masuala ya Metaverse. Tutakapofika kwenye somo la Metaverse utaelewa kwa wepesi, kwa hiyo tunasema ni virtual world na namna gani ambazo hizo crypto zinatumika. Kwa hilo ni kundi lingine la cryptos, na hili kundi la cryptos Metaverse imeanza kuingia hizi crypto project, Metaverse project zimekuwa launched na zimeingia rasmi mwishoni mwa 2021 kuelekea 2022, na tunaona cryptos hizi ambazo ziko under Metaverse ambavyo zimefanya vizuri sana. Kwa mfano kama hiyo Gala ni gaming cryptos, lakini pia iko kwenye Metaverse Cryptos. Kuna kama Decentraland ni gaming cryptos, pia unaweza kuikuta, lakini ipo Metaverse Cryptos. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya hizo gaming cryptos na Metaverse Cryptos na NFTs Cryptos, lakini ndipo tunasoma sasa what is Metaverse deeply, what is NFTs deeply, utaelewa. Lakini tukija kwenye kundi lingine ambalo ni NFTs cryptos, ni kwamba nimewaambia na NFTs ni somo ambalo linajitegemea, lakini NFTs ni hapa tunadili na kazi za sanaa, yani kupitia NFTs, kupitia mfumo wa blockchain. Kwa kupitia hizo NFTs msanii anaweza akatengeneza albamu yake akaifanya kuwa NFT, akaitengenezea NFT ambayo ina represent hiyo albamu yake, then akawa anaziuza zile NFTs kama kiwakilishi cha ile album. Kwa NFTs zinakuwa zina represent asset au umiliki fulani. Yani mimi naweza nikadesign, labda nikiwa na nyimbo zangu nazifanya kwa NFTs. Kwa hiyo NFTs ni token ambazo zina represent a certain asset kwenye mfumo wa blockchain. Kwa hiyo zinapokuwa zimetengenezwa kule, hakuna mtu anaweza akazibadilisha au akazifanyia udanganyifu aina yote, kwa sababu ya mfumo wa blockchain jinsi ambavyo ulivyo. Sasa kuna cryptos ambazo zinakuwa zina support au zina project ambazo ziko nyuma yake, ni masuala ya NFTs. Kwa kwamba hizo NFTs, kwa mfano kama mimi
nikaamua NFT ni kitu chochote ambacho inaweza kuwa kwa mfano kama nyumba, inaweza kuwa viwanja, inaweza kuwa na viwanja nikavitengenezea token, au tunasema NFT ni non fungible token, nikazitengenezea token ambazo ndo tunaziita NFTs, nikazi-issue ndani ya mfumo wa blockchain. Kwa mtu akitaka kununua kiwanja changu, badala ya kumuuzia kiwanja moja kwa moja, na muuzia ile token ambayo ni NFTs, inabeba umiliki. Sasa zile token ambazo zinakuwa kama malipo kwenye zile cryptos ambazo zinatumika kama malipo ndio tunaziita NFTs cryptos. Hapa tu nakupa concept ndogo ili uweze kunielewa kwa urahisi kwamba kuna kundi lingine la cryptos ambalo tunaliita NFTs cryptos ambazo zinatumika sana kwenye masuala ya NFTs au project iliyopo behind ya hizo cryptos, nadili na masuala ya nini, yani NFTs. Lakini zaidi tunapofika kwenye topic au kwenye fursa ya NFTs, tunaposoma kwa undani ndio utaelewa kwa urahisi. Sasa NFTs ni nini, namna gani tunaweza kunufaika kwa NFTs na cryptos ambazo ziko na NFTs, utazielewa zaidi tunapofika kule. Lakini unachotakiwa kuelewa kwa sasa hivi kwamba moja kati ya kundi au makundi ya cryptocurrency ni NFTs, lakini pia ni metaverse cryptos. Sasa kwa voice hii naomba niishie hapa. Nadhani sasa tutakuwa umeshapata concept juu ya uwepo na wa makundi haya mawili, gaming cryptos pamoja na metaverse, metaverse cryptos pamoja na NFTs cryptos. Kwenye voice inayokuja ninazungumzia makundi mengine ya coin ya cryptos ambayo nitazungumzia kundi moja linaitwa governance cryptos na kundi lingine linaitwa stable cryptos au stable coins. Asante sana.